niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi nazungumzaje. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Leo wote mmeshuhudia uongozi wa klabu ya Young Africans tukiongozwa na makamu wetu wa rais, tukiwa kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania, na tulikwenda leo pale mahususi kabisa kwa ajili ya mkutano. Siku ya tarehe 7 bodi ya ligi kuu hapa Tanzania iliwaandikia uongozi wa klabu ya Young Africans barua ya kuwaomba kushiriki kwenye kikao, na walikiita kikao maalum ambacho kilikuwa na ajenda moja tu, kujadili yanayohusu mchezo namba 184, mchezo wa Kariakoo Derby kati ya klabu ya Young Africa na Simba Sports Club. Na katika barua hiyo bodi ya ligi walituomba kwamba ushiriki wetu ni muhimu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla na mchezo wa mpira miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe 7 na leo uongozi wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa 4 kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumeitiwa. Kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita, na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lile ambalo aliliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby. Waitaka kusikia kutoka upande wetu wa klabu ya Young Africans na sisi tusikie kutoka kwao. Kuclarify hapo, nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli. Hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote. Tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Derby mchezo wa 184. Yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile, na sisi Club Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo Club ya Young Africans imeyafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi. Na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na tutapata majibu kwa njia rasmi ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri
kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao, sio unazungumza kidogo unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Nafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Lilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao, ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time nikipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu. Mbali na hilo, tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya 4 kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya 4, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya 4 tumeyagawa kwenye phase 2. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla alikuwa 4. Katika haya 4, ndugu zangu waandishi wa habari, 3 ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka
klabu yetu Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo Derby. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase 2, na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu mbungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi? Na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba moja, kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa Club Young Africans umeweka hili kama takwa? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zanguni, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo ikatokea.
na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu. Yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana kiwanjani. Ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo, na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti anatakiwa awajibike, na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao. Sasa kwenye barua yetu, haya matatu nilowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari: la kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi; namba 2, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi; namba 3, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi, na barua yetu ilikuwa very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sio kama mnanielewa vizuri. Hili ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndiyo standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari. Kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu, hatuwezi kuyashughulikia hapa, si iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha, na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza kwa hiyo tunafikiri haya matatu yakifanywa kazi, haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilibaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni,
huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa, na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi aguse, aone nguvu ya wananchi nazungumzaje. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaje. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama, watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika, jaribu. Na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana, na wa kuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa, na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi aguse, aone nguvu ya wananchi nazungumzaje. Matakwa matatu ya muda mfupi ambayo klabu ya Yanga tumeyapeleka bodi ya ligi kwamba yakifanyiwa kazi hayo, Yanga iko tayari kushiriki mchezo kwa tarehe tofauti na tarehe 15. Kwanza wayafanyie kazi, tukishaona wamefanyiwa kazi hayo matatu, watupe tarehe nyingine. Timu itakwenda kucheza hiyo mechi, uwanja wowote ule tutakwenda kucheza hiyo mechi. Jambo la kwanza nimewaambia ni kuvunjwa au kujiuzulu wa kamati nzima ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2 nimewaambia ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3 nimewaeleza ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Hili jambo la 4 la uhuru wa bodi ya ligi ni jambo la muda mrefu. Asifanye mtu kama kichaka cha kujibia hoja zetu. Hiyo barua iko very clear na tumewasilisha kwa bodi ya ligi. Wametuahidi majibu yatakuja haraka iwezekanavyo, na tuliondoka kwenye kikao tukiwa na matazamio hayo. Kwa hiyo tunawatakia kila la kheri bodi ya ligi kwenye utekelezaji wao wa matakwa matatu ya klabu ya Yanga ambao tunaamini yakifanyiwa kazi Watanzania watapata burudani ya Kariakoo Derby. Kufikia hapo niseme asante na niwatakie siku njema.